kwenda kujadili mambo mbalimbali katika kusimamia usalama wa barabarani, usalama wa mtu binafsi, usalama wa miundombinu. Siku hii ya leo tutazungumzia madhara ya kuendesha chombo cha moto bila kutumia leseni. Wewe dereva ambaye tayari ni dereva, lakini wewe ambaye unatamanio la kuja kuwa dereva, tunaweza kusikiliza, tunaweza kufahamu kitu ambacho unapaswa kuwa nacho na kina madhara makubwa ambayo yanaweza kukusababisha wewe au mtu mwingine. Sikiliza hapa, kaa tayari, endelea kutusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Mimi ni Esther Mamkwe, nipo na mgeni hapa, atajitambulisha kwa nafasi yake na yeye ndiye atakwenda kuzungumza mada hii kwa undani zaidi, madhara ya kuendesha chombo cha moto bila kutumia leseni. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Sergeant Samora Jonathan. Ndio. Natokea kitengo cha usalama barabarani, elimu kwa umma, mkoa wa Kilimanjaro. Okay, karibu. Tunazungumza madhara ya kuendesha chombo cha moto bila kutumia leseni. Kabla ya kuendelea, ningependa kufahamu kwanza leseni ni nini? Leseni ni kibali ambacho kinachomruhusu yoyote kuendesha chombo cha moto. Ndio. Lakini kibali hicho ni kwamba unapaswa uweze kupitia katika mafunzo ya udereva. Okay. Ukapata cheti. Dio. Kile cheti kikusaidie katika mchakato ule wa kuweza kuomba ile leseni kulingana na aina ya chombo cha moto ambacho unachokusudia kukiendesha. Okay. Kwa hiyo leseni kama leseni inategemea sasa na aina ya chombo cha moto ambacho leseni Dio. yako itakuruhusu kuweza kuendesha. Nimesema leseni ni kibali ambacho kinachomruhusu yoyote kuendesha chombo cha moto aliyepitia katika mafunzo ya chuo cha udereva, akapata cheti, kile cheti kamsaidia katika mchakato wa kuweza kuomba leseni. Hiyo ndio tafsiri ya neno leseni. Leseni. Ningependa kujua tofauti kati ya dereva anayetumia leseni na dereva ambaye hatumii leseni. Tofauti yao ikoje? Ni kweli. Kwanza kabisa leseni imeweza kutajwa katika sheria hii ya usalama barabarani sura ya 168. Okay. Na sheria ile kwanza kabisa imeweza kukataza yoyote kuendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni ya udereva au leseni ya kujifunzia. Okay. Kwa wale madereva ambao wanaokuwa chini ya uangalizi wa wakufunzi wa vyuo vya udereva. Ndio. Na katika sheria ile ya usalama barabarani kupitia kile kifungu cha 24, kifungu kile kimekataza yoyote kuendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni ya udereva au leseni ya kujifunzia. Okay. Lakini mbali na hilo, sheria hiyo hiyo kupitia kifungu hicho cha 24 kimemkataza yoyote kumruhusu asiyekuwa na leseni kuendesha chombo cha moto. Hiki okay. Kifungu cha kwanza kinazungumzia mtu kuendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni ya udereva au leseni ya kujifunzia, lakini kifungu cha pili kimekataza yoyote kumruhusu. Wewe ukiwa unamiliki chombo cha moto ukamruhusu asiyekuwa na leseni kuendesha chombo cha moto, utabainika umetenda kosa. Na kama ambavyo swali lako umeuliza kwamba tofauti kati ya anayeendesha chombo cha moto akiwa na leseni na ambaye anaendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni, ni kwamba huyu anaendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni, okay, ni mtu ambaye anayevunja sheria. Huyu ni mtu ambaye anayekiuka sheria za usalama barabarani kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani sura ya 168. Kwa hiyo tofauti ni huu, okay, kwamba huyu mwenye leseni anaendesha kwa mujibu wa sheria na huyu ambaye hana leseni anaendesha kwa kukinzana au kwa kutofautiana na maelekezo ya sheria. Okay, sawa. Umesema leseni ni kibali. Kibali kinatumikaje katika kuendesha chombo cha moto wakati ni wewe mtu uwe timamu, hujatumia kilevi, lakini hiyo leseni sasa inatumikaje? Unakuta mtu ana leseni anakamatwa. Leseni ina nafasi gani katika kuendesha kile chombo cha moto? Kwanza leseni ni takwa la kisheria. Okay. Kwamba leseni ni maelekezo ya sheria. Na hapo awali nimesema kwamba leseni ni kibali. Okay. Kwa kama ni kibali basi ni kibali ambacho kinampa mtu mamlaka kuendesha chombo cha moto kulingana na aina ya chombo cha moto ambacho anachokiendesha kwa wakati ule. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa ni kwamba leseni hii ipo kwa mujibu wa sheria na yule ambaye anayekiuka kuendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni basi atabainika ametenda kosa. Ipi nafasi ya dereva mwenye leseni katika kuendesha chombo cha moto barabarani? Leseni, nafasi ya dereva katika kuendesha chombo cha moto barabarani, nafasi yake kwanza, huyu atakuwa ni mtu ambaye amefuata maelekezo ya sheria. Okay. Na nafasi yake ni kwamba
ili uweze kuendesha chombo cha moto barabarani ni sharti uweze kuwa dereva. Nafasi yake ni kwamba huyu atakuwa ni mtu ambaye anaendesha katika sheria ambavyo ilivyomuelekeza kwamba anaendesha kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani. Nafasi yake ni kwamba huyu atakuwa ni mtu ambaye atakayezitii na kuzifuata sheria za usalama barabarani. Kwa sababu hata katika vyuo hivi vya udereva, madereva hao wameelekezwa namna gani wanaweza wakafanya matumizi sahihi ya barabara sambamba na kuheshimu hizi sheria za usalama barabarani. Sawa. Mtazamaji wa Gift Online TV, kinachokutupa nguvu ya kuwa humu ndani kwenye kipindi hiki ni maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili Sita. Siku za huduma ni Jumatano, Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Siku ya Jumatano na Ijumaa muda ni saa 8 mpaka saa 11. Siku ya Jumapili ni saa 6 mpaka saa 10:30. Nikukumbushe maji haya huwezi kupata sehemu nyingine yoyote. Kama unatokea Moshi mjini, Himo, Same, unapanda magari ya kwenda, unafika Moshi mjini unapanda magari ya kuja Maili Sita, Sanya, Sadala, Boma, lakini pia ya kwenda Arusha. Utashukia kituo cha mashine, utakutana na bango kubwa ambalo limeandikwa huduma ya Mlima Moria Ministry na ratiba zake za ibada. Vile vile kama unatokea Arusha, Sanya, Boma, unapanda magari ya kuja Moshi mjini, utashukia kituo cha mashine, utavuka barabara, utakutana na bango kubwa ambalo linaonyesha ratiba za ibada. Nikukumbushe maji haya hayawezi kupatikana sehemu nyingine yoyote ila tu ndani ya huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili Sita. Tunaendelea kuzungumzia madhara ya dereva anayeendesha chombo cha moto bila kuwa na leseni. Tumesikiliza mengi, tumeelekezwa, lakini bado tunaendelea. Kwa hiyo wakati wa kwako wewe sasa, mtazamaji wa Gift Online TV, tuma komenti yako, uliza swali lolote. Kama unachangia mada, kama unauliza, utapata majibu sahihi. Kuna jambo ambalo sintofahamu kwako, hapa utakwenda kupata ufafanuzi mzuri. Ningependa kufahamu madhara ya dereva ambaye anaendesha chombo cha moto bila kutumia leseni. Asante sana. Madhara ya yoyote anaendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni, madhara ni kwamba anaweza akawa ni sehemu ya kupelekea kutokea kwa hizi ajali za barabarani. Kwa sababu wapo baadhi ambao wanaendesha vyombo vya moto barabarani ambao hawana leseni. Kwa hiyo unajikuta kwa wakati mwingine hawazijui sheria za usalama barabarani, hawajui namna gani ya kuweza kuendesha na kukimiliki chombo cha moto barabarani, hususani pale ambapo wanapokuwa wanaendesha vyombo vya moto barabarani. Lakini madhara mengine ni pamoja na kuvunja sheria, kwa sababu unapovunja sheria nayo ni madhara. Madhara mengine ni kwamba unapoenda kusababisha ajali ile inaweza ikapelekea kutokea kwa majeruhi, inaweza ikapelekea kutokea kwa vifo, inaweza ikapelekea kutokea kwa ulemavu wa kudumu au uharibifu wa kile chombo. Hata wakati mwingine uharibifu wa miundombinu ya barabara. Kwa hiyo madhara ni pamoja nayo. Na madhara mengine ni kwamba dereva anaweza akafikishwa mahakamani kwa kosa la kuendesha chombo cha moto pasipo kuwa na leseni. Kule mahakamani anaweza akatozwa faini, anaweza akahukumiwa kifungo gerezani, au anaweza akahukumiwa vyote, faini na kifungo vikaenda kwa wakati mmoja, kwamba atahukumiwa kifungo gerezani, akitoka aweze kulipa ile faini ambayo ameamriwa na mahakama. Kwa madhara ni pamoja na hayo. Ni makosa gani yanaonyesha dereva huyu amefanya kosa hili kwa sababu hana leseni? Kwanza kabisa tunapofanya naye mahojiano, sababu anayesababisha ajali, cha kwanza kabisa licha kwamba ataelezea namna ajali ilivyotokea, lakini tunapaswa tutake kutambua ya kwamba je, yule aliyosababisha ajali ana leseni? Na ile leseni je, inamruhusu kuendesha aina husika ya chombo? Kwa hiyo tutaanzia hapo. Na tukibaini kwamba hana leseni, licha ya kwamba dereva huyu atakabiliwa na makosa ya kuweza kufikishwa mahakamani kwa kusababisha ajali, lakini vile vile atashtakiwa kwa kosa la kuendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni ya udereva. Lakini madhara mengine ni kwamba unapoendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni, hata ikitokea kwamba labda umesababisha ajali, bima haiwezi kumlipa mtu ambaye aliyekuwa akikiongoza kile chombo, ambaye dereva yule au mwendeshaji wa chombo kile alikuwa hana leseni. Kwa hiyo madhara mengine ni pamoja na hayo. Kwa hiyo ewe dereva, ewe mmiliki wa chombo cha moto, ni vyema
anaendesha chombo kile aweze kuwa na leseni. Au wewe dereva unaendesha chombo kile cha moto, vyema ukaweza kuwa na leseni. Leseni ni kitu muhimu sana kwa yoyote anaendesha chombo cha moto. Okay, sawa. Ni adhabu gani anapewa mtu ama dereva ambaye anaendesha chombo cha moto bila kutumia leseni? Adhabu kabisa ni kwamba kwanza kabisa anaweza akafikishwa mahakamani. Yani atafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zake kwamba kwa nini anaendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni. Hilo la kwanza. Lakini la pili, anaweza akaandikiwa faini, kwa sababu sheria ya usalama barabarani nayo imeturuhusu tuweze kumwandikia faini kwa yule ambaye anaendesha chombo cha moto. Yani yako baadhi ya makosa ambayo sheria imetuweza kutuelekeza ya kwamba tunaweza tukawaandikia faini nje na utaratibu wa kuwafikisha mahakamani. Tutaandikia zile faini za shilingi 30,000, au kama ni pikipiki tutaandikia faini za zile kwa kiwango cha shilingi 10,000. Kwa zile faini atapewa control number akalipe. Anapolipa na tukathibitisha kwamba faini ile imelipwa, ndipo tutakapoweza kumruhusu aweze kwenda. Lakini kama kwa hao wenzetu wa magari, ataandikiwa faini na ataamriwa aweze kuilipa hapo hapo, kwa sababu atakuwa hana leseni kwa wakati huo. Kwa ataandikiwa faini, atailipa, ndipo utamruhusu aweze kwenda na kuondoka na gari lake. Lakini mbali na hiyo, tutampa elimu. Elimu ndio kitu cha msingi hasa. Tutampa elimu, tutamuelekeza ya kwamba chombo kile hapaswi kukiendesha tena pasipokuwa na leseni. Atakuwa na leseni ndipo ataweza kuendesha chombo cha moto. Sawa, unahisi unavyotoa elimu, kama ulivyosema unatoa elimu, inapunguza kwa kiasi gani ama inasaidia kwa kiasi gani madereva kutumia leseni? Hii inasaidia sana. Elimu imekuwa ikileta matokeo chanya katika masuala mazima ya usalama barabarani. Na tumekuwa tukitoa elimu katika maeneo mbalimbali, katika vijio hivi vya bodaboda, katika vijio vya bajaji, katika stendi za mabasi, na kwa njia ya radio au television. Kwa hiyo hii imekuwa ikisaidia sana. Kwa hiyo bado tutaendelea kutoa elimu, na elimu inaenda sambamba na kuwachukulia hatua wale ambao tumeshawapa elimu lakini hawataki kubadilika. Utamfahamu vipi huyu nimempa elimu, huyu sijampa elimu? Kwa kufahamu, tunafahamu kutokana na kwamba wakati mwingine kwa mfano labda kama tumetembelea katika vijiwe vya bajaji, tumefika pale, tumetoa elimu na wanajua kabisa kwamba elimu tumetoa. Kuna baadhi ya vijiwe vingine unakuta elimu tumeshawapa na wanajua, lakini yule ambaye hana hata kama hajapewa elimu, ni kwamba kutokujua sheria sio kinga. Sio kinga, kwa sababu eti labda mimi sheria nilikuwa sijui kwamba ni kosa kuendesha pikipiki pasipokuwa na element, ukategemea kwamba ule utakuwa ni utetezi. Hapana. Cha msingi ni kwamba tu kwa hizi nyakati tulizoko nazo, kwa hizi zama tulizoko nazo, wengi wanafahamu madhara ya kuendesha vyombo vya moto pasipokuwa na leseni. Kwa ni kitu ambacho kinajulikana. Lakini kitu kingine tena ambacho ni cha muhimu nacho niweze kugusia ni kwamba tukibaini kwamba yuko mmiliki wa chombo cha moto ambaye aliyomruhusu yeyote kuendesha chombo chake cha moto pasipokuwa na leseni, ni kwamba hata yule mmiliki naye tutamshtaki. Tutamchukulia hatua za kisheria. Yule anayeendesha chombo cha moto atakuwa ni mshtakiwa namba 1 akikabiliwa na kosa la kuendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni, na huyu mmiliki kosa lake itakuwa ni kumruhusu asiyekuwa na leseni kuendesha chombo cha moto. Ni leseni inatolewa kwa mtu mwenye umri gani, au kuanzia miaka mingapi anaweza kupewa leseni? Leseni inatolewa kwa yeyote kuanzia miaka 18 na kuendelea. Isipokuwa hizi leseni za pikipiki daraja A3 ama A3, zile ni kuanzia miaka 16 na kuendelea. Pikipiki hizi ambazo tunasema ni anapaswa aendeshe mwenye leseni daraja A3, ni kwamba ni zile pikipiki za kuchaji. Na zile pikipiki za kuchaji ambazo zinazotumia nishati ya umeme wa kuchaji. Kwa hiyo huyu ni kuanzia miaka 16 ndio anapata. Na leseni inatolewa, yani ile hadi expire inatumia muda gani? Leseni inatumia miaka 5. Miaka 5. Kuanzia umeanza kuipata, utaweza kudumu nayo kwa muda wa miaka 5. Miaka 5 ikiisha, unapaswa uende kuhuisha leseni yako au kurenew.
kwa miaka mingine tena 5. Unapoenda kurenew unapaswa uweze kulipia malipo mengine tena kwa ajili ya kuhuisha leseni yako ile. Okay. Ni kwa nini ni lazima mtu dereva atembee na leseni? Leseni ni takwa la kisheria. Sheria imeelekeza ya kwamba yeyote anaendesha chombo cha moto anapaswa aweze kuwa na leseni ya udereva. Okay. Mbali na leseni ya udereva, sheria imeelekeza ya kwamba unapoendesha chombo cha moto unapaswa uweze kubeba leseni yako iliyo hai. Okay. Yani leseni ile ambayo ni original. Ikitokea kwa bahati mbaya basi umeisahau, askari yule ambaye anahitaji leseni yako anaweza akakupa ndani ya masaa 72 uweze kuileta kituoni, endapo kama askari yule ana haja ya msingi ya kuweza kufanya hivyo. Atachukua particulars za ule dereva na kisha atamuelekeza aweze kuileta kituoni kwa ajili ya hatua nyingine kama kuna haja ya kufanya hivyo. Unahisi ni kweli ajali zinazotokea barabarani, aidha kugonga watu, vitu, miundombinu, ni wale ambao hawana leseni? Baadhi yao nao wamekuwa wakichangia. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwamba hawa ambao hawana leseni ni watu ambao hawana mafunzo ya udereva. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba hawazijui alama za barabarani, hawajui uendeshaji bora, hawajui namna ya kulidhibiti gari barabarani linapokuwa katika mwendo, hawajui masuala mazima ya udereva kujihami. Wakati mwingine wamekuwa hawazingatii, hawako makini. Lakini light kama hawa wangekuwa ni watu ambao wamepitia katika vyuo hivi vya udereva, ni watu makini, basi ni kwamba wangeenda ama wangesaidia katika kutatua hizi changamoto za ajali za barabarani, kwa sababu kwanza kabisa wao watakuwa ni madereva, wanazijua sheria za usalama barabarani, watakuwa makini. Kwa hiyo nao wamekuwa wakichangia katika kiasi fulani cha kutokea kwa ajali za barabarani. Nini kifanyike ili kupunguza idadi ya watu kuendesha vyombo vya moto bila kutumia leseni? Kwanza kabisa ni kwamba elimu itolewe. Tutazidi kutoa elimu sisi kama jeshi la polisi. Ndio. Cha pili nini kifanyike ni kwamba wale ambao hawana leseni waweze kuhakikisha kwamba wanaenda katika vyuo vya udereva, wanapata mafunzo ya udereva kulingana na vyombo vya moto ambavyo wanavyotarajia kuviendesha, na kisha baadaye kule watapata vyeti. Hivi vyeti vitawasaidia wao kuweza kufanya mchakato wa kuomba leseni ya udereva. Lakini mbali na hilo ni kwamba kingine tena cha kufanyika ni kwamba kuna hii dhana ya ushiriki wa jamii katika kusimamia masuala mazima ya usalama barabarani. Ndio. Wewe ukiwa kwamba ni mwanajamii, umemwona labda kuna kijana wako au mtu unayemfahamu anaendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni. Ndio. Kwanza kabisa unapaswa uweze kumuonya na uweze kumwambia ni hatari kuendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni. Umshauri. Hata wakati mwingine ukiona asikii, basi toa taarifa kwa jeshi la polisi. Toa taarifa kwa jeshi la polisi ili sisi tuweze kumfikia huyo, tuweze kumpa elimu pamoja na kumchukulia hatua, kwa sababu amekuwa akiendesha chombo cha moto pasipo kuwa na leseni. Hii itasaidia sana. Upi wito wako kwenye jamii, lakini pia kwa madereva wanaotumia vyombo vya moto bila kutumia leseni? Wito wangu ni kwamba sisi kama jeshi la polisi tunasisitiza swala zima la utii wa sheria pasipo kushurutishwa. Yaani wewe kama una leseni, sio paka ushurutishwe ndio uweze kuhakikisha kwamba unapaswa kuweza kuwa na leseni ya udereva. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba hii dhana ya ushiriki wa jamii katika kusimamia masuala mazima ya usalama barabarani. Wewe kama mwanajamii, kuna kijana unamjua au mtoto wako au mtu yoyote katika jamii unayemfahamu anaendesha chombo cha moto na unaamini kabisa ana leseni, muelekeze, mkataze, muonye, na hata ikiwezekana basi toa taarifa kwa jeshi la polisi dhidi ya yule ambaye anayevunja sheria. Lakini kingine tena ni kwamba kuna baadhi ya wamiliki wa vyombo vya moto wanawaruhusu wasiokuwa na leseni kuendesha vyombo vya moto. Wewe ukiwa kama ni mtu ambaye unamiliki chombo cha moto, hakikisha kwamba yule anayekuja kutaka kuendesha chombo chako au ni mtu ambaye aliyokidhi viwango, aliyokidhi vigezo kwamba anamiliki leseni na leseni ile inaendana na kile chombo cha moto ambacho anachokusudia kukiendesha. Kwa hiyo tuwe na utamaduni wa namna hiyo. Tusiwaruhusu wasiokuwa na leseni kuendesha vyombo vya moto au chombo cha moto. Hii itasaidia sana.
Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tumezungumza kuhusu madhara ya dereva kuendesha chombo cha moto bila kutumia leseni. Na hapa tumefika tamati kwa siku hii ya leo. Kikubwa, usiendeshe chombo cha moto bila kutumia leseni ili kuokoa maisha yako, miundombinu, lakini pia maisha ya mtu mwingine. Hii ni Gift Online TV. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa kila wakati, kila saa pale ambapo itakuwa imetolewa. Asante.